Urusi imeanzisha shambulizi kubwa la ndege zisizo na rubani katika eneo la mpaka wa Sami huko nchini Ukraine usiku wa Septemba 30 na kuua wanandoa na watoto wawili katika mji wao baada ya shambulizi hilo, ambapo ndege isiyo na rubani ilishambulia jengo la makazi katika kijiji cha Chenechnya katika jamii ya Krasnopil ya eneo hilo. Gavana wa mkoa huo wa Sami anayefahamika kama Oleg Hrovi amesema hayo na kuliita mgomo uliolengwa na hakuna mtu katika familia aliyeokoka. Shambulio hilo liliua wanandoa na watoto wawili, mmoja akiwa na umri wa miaka 6 na mwingine umri wa miaka 4, ambapo wafanyakazi wa uokoaji waliokuwa miili yao kutoka kwenye vifusi vya nyumba yao iliyoharibiwa. Hii ni hasara mbaya na isiyoweza kurekebishwa kwa jamii nzima ya eneo hili, Hrovi amesema hivyo, na ameongeza kuwa anatoa rambirambi zake za dhati kwa familia na wapendwa. Kifo cha familia hiyo huko Chenechnya ni msiba ambao hawatasahau au kusamehe. Vijiji vya mpakani katika mkoa wa Sami kaskazini mashariki mwa Ukraine bado vinakabiliwa na mawimbi ya mashambulizi makubwa ya Urusi kila siku, ambako pia maonyo kama hayo yamekuwa hayakomi na yamesababisha uhamishaji wa lazima katika mamia ya jumuiya za eneo hilo. Urusi mara kwa mara imekuwa ikilenga kufungua mstari mpya wa mbele katika mkoa wa Sami msimu wa kuchipua ili kuteka vijiji kadhaa mwezi Mei na Juni na kufika ndani ya kilomita 20 kutoka mji mkuu wa eneo hilo, ambapo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametangaza mnamo Septemba 12 ya kwamba majeshi ya Ukraine yamezuia kabisa uvamizi wa Urusi katika mkoa wa Sami. Na wakati hao yakijili, pia rais wa Urusi ametoa pongezi kwa raia ama kwa Warusi katika jamii ya Donbas kujiunga na Urusi, ambapo rais wa Urusi Vladimir Putin amewapongeza raia wa nchi hiyo katika siku ya kuunganishwa tena kwa jamhuri za watu wa Donetsk na huko Lugansk na mikoa ya Zaporizhzhia na Kherson, na Urusi akisisitiza umuhimu wa historia wa tukio hilo. Putin amesema marafiki raia wa Urusi aliwapa pongezi zake za dhati juu ya likizo hiyo, siku ya kuunganishwa tena kwa jamhuri za watu wa Donetsk na Lugansk na mikoa ya Zaporizhzhia na Kherson na nchi yao kubwa yenye umoja miaka 3 iliyopita katika kura za maoni zilizofanyika Donbas na Novorossiya, mamilioni ya washirika wao tarehe ya siku zijazo kwa uhuru. Putin amedokeza kuwa wakazi wa maeneo hayo ya kihistoria wametimiza ndoto yao ya muda mrefu. Walitimiza ndoto iliyotathminiwa kwa miaka mingi na kufanya uamuzi muhimu wa kihistoria kuwa na nchi yao ya baba na Urusi kurudi kwenye familia yao ya asili ambayo walikuwa sehemu yake kila wakati. Kiongozi huyo amebainisha kuwa nchi nzima inapigana vita ili kutetea chaguo hilo na kuzingatia maslahi ya kitaifa, kumbukumbu za pamoja na maadili. Na kuanzia Septemba 23 hadi Septemba 27, 2022, kura za maoni kuhusu kujiunga na Urusi zilifanyika rasmi katika jamhuri ya watu wa Donetsk na Lugansk na pia huko mkoani Zaporizhzhia na Kherson, ambapo idadi kubwa wakazi walipiga kura kuunga mkono hatua hiyo. Mnamo Septemba 30, Putin na wakuu wa mikoa walisaini makubaliano hayo juu ya kupatikana kwa maeneo hayo kwa Urusi.